Halo mpenzi mtazamaji, kwenye picha unayemwona huyo si mwingine. Huenda unaweza kawa sura hiyo sio ngeni, ushawahi muona mahali, ushamuona kwenye matukio mbalimbali au kwenye harakati mbalimbali. Huyo mwanadada anaitwa Sifa Bujuni na ndio aliyefariki dunia. Amefariki dunia hivi jana alipokuwa akipatiwa matibabu kwenye hospitali ya Muhimbili huko jijini Dar es Salaam. Ni mwanadada ambaye amekuwa akijihusisha na nyimbo mbalimbali, na zaidi ya yote kuna nyimbo ambayo imekuwa ikitrendi. Iliyo nyimbo hiyo inasema Tanzania inaelekea wapi, yenye kionjo cha kusema mnatuona nyani tu. Amefariki dunia hospitali ya Muhimbili alikokuwa akipatiwa matibabu. Baba mzazi wa marehemu huyo amethibitisha taarifa ya kifo chake. Ikumbukwe Septemba 13, 2023, Sifa na wenzake wawili walikamatwa huko hospitali walikamatwa huko ICS Mbeya, akidaiwa kuandaa wimbo wenye maudhui ya uchochezi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii pamoja na mtandao wa kurusha maudhui kwa YouTube. Septemba 19, 2023, Sifa na wenzake Salome Mwampeta, mwimbaji wa nyimbo za Injili na mtayarishaji wa wimbo huo, Ezekiel Williams George, alipandishwa mahakamani na kusomewa shtaka la kusambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao, ambapo wote walikana mashtaka haya. Zaidi ya yote waliendelea pia na mambo mengi isitoshe kwenye uimbaji. Walikuwa wakifikisha ujumbe ule wa kile wanachokiona wao na kukifikiria na kukiweka moja kwa moja kwenye mitandao, na hapo walikuwa na changamoto nyingi za kuweza kukamatwa, na baada ya muda mfupi wanarudia tena tatizo hilo, wakidai kuwa ni mambo ambayo wanaona wao yakiwa ni sawa kuyafanya na kuyaweka kwenye jamii hiyo. Huyu mwanadada huyu ambaye unamuona hapa kwenye picha ni mwanadada ambaye alianza kazi zake muda mrefu wa kuimba akiwa anashirikiana na wenzake. Na zaidi ya yote wengi wanaanza kudai kwamba ni anaiga namna hiyo kutoka kwa ndugu yake, au ni mwimbaji yule wa Injili anayefahamika kwa jina la Mwakipesile. Huenda ni namna ambayo wao wameamini au kuiona kwamba inaweza kaa inafaa kwa kufikisha ujumbe au kwa kufikisha mambo ya moyoni, kuifikishia serikali, kuwafikishia watu waweze kuyapata kwa uzuri zaidi, na hali utaratibu ambao upo na au uliowekwa. Ukiona na jambo lolote, fikisha kwenye uongozi halisi uliopo ndani ya nchi hii ya Tanzania, ambao unaweza kufikia kwa ukaribu. Mwanadada huyu chanzo chake cha kifo hakijafahamika vizuri. Zaidi ya yote inaonekana ni ugonjwa tu aliokuwa ameugua, na mpaka hapo akaamua kupelekwa hospitali ya Muhimbili iliyopo jijini Dar es Salaam. Lakini kwenye kazi zao hizo wamekuwa wakipata changamoto nyingi, isitoshe kama kukamatwa, kwenda mahakamani na mambo mbalimbali waliokuwa wakiyafanya yamekuwa yakiwapelekea kuleta changamoto sana. Na si hivyo tu, ni watu wengi ambao wamekuwa wakifanya hivyo. Isitoshe kama Mbarikiwa Mwakipesile, huyo mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia amepandishwa mahakamani mara nyingi sana, na hivyo amekuwa akikaa muda mfupi kisha anatoka, lakini bado haachi hali yake ile ya kuimba. Nimejaribu tena kukukumbusha kidogo kwamba huyu mwanadada mnayemuona alishawahi kupitia kwenye mazingira kama hayo. Isitoshe kama kufikishwa mahakamani, alishawahi kupitia mazingira ya kukamatwa na wenzake kisha kupelekwa mahali husika kwa ajili ya kutoa maelezo maalum kutokana na kile wanachokifanya, lakini bado kuna muda walikana mashtaka, kuna muda waliweza kutoka salama, na bado hakuachia kuendelea kuachia ngoma zake, kuachia nyimbo zake. Na zaidi ya yote ni mtu ambaye amekuwa akifahamika sana kwa sababu ni watu waliofanya kitu ambacho kinaleta tofauti kidogo kwenye jamii. Na ifahamike kwenye dunia ya sasa hii tulionayo, ukitaka watu wakufahamu kwa uharaka au kwa uzuri zaidi, fanya kitu ambacho kinaweza kaa kinaleta gumzo, kitu kinaweza kaa kinafanya watu washtuke, kitu ambacho kinaweza kufanya
watu wajue kwamba wewe ni nani. Na hiyo Septemba 13, 2023 Sifa na wenzake wawili ambapo walikamatwa huko Isese Mbeya, akidaiwa kuandaa wimbo wenye maudhui ya uchochezi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusambaza kupitia mitandao yote ya kijamii pamoja na kurusha kwenye YouTube na baadhi ya sehemu nyingine especially kama TikTok. Mwanadada huyo bado hakukoma wala kuacha kufanya hivyo. Tena Septemba 19, 2023 Sifa na wenzake Salome Mwampeta, mwimbaji wa nyimbo za Injili na mtayarishaji wa nyimbo hizo, yani naweza nikasema ni producer, anayefahamika kwa jina la Hezekiel Milashi George, walipandishwa mahakamani na kusomewa mashtaka la kusambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao, ambapo wote walikana tatizo hilo kwamba wao hawahusiki kwenye hilo. Si hivyo tu, wameendelea kwenye mambo mengi, lakini bado tena ni mtu ambaye amekuwa akijihusisha na mambo ya dini. Na kama mnakumbuka tena kwenye kanisa hili la Mbarikiwa Mwakipesile aliyopo Mbeya, limekuwa likipitia changamoto nyingi baada ya mchungaji huyo Mbarikiwa Mwakipesile kujihusisha na taarifa nyingi zinazojihusisha na serikali. Ameamua waliyekuwa wanamkanusha kuacha taarifa hizo kusambaza, kwa sababu ni taarifa zinazozalisha ugomvi, zinazozalisha taharuki, lakini bado hakutaka kujihusisha kwenye hayo. Hakutaka kuacha kujihusisha kwenye hayo, na pia hakutaka kusikiliza kabisa. Zaidi ya yote, ukimwonya leo, kesho ndo anapanda zaidi kwenye jukwaa lingine na kuweza kuyazungumza zaidi kwa njia ya wimbo au kwa njia ya mahubiri na kwa njia mbalimbali za kuweza kulizungumzia. Hivyo ilipelekea kupata changamoto nyingi, especially kama kuugua, kupelekwa mahakamani, kufungwa na mambo mbalimbali. Tena isitoshe hata ndugu zake bado ikidaiwa kwamba na baadhi ya watoto wake wamekuwa wakipata shida, na mmoja wao ya hao watoto aliweza kufariki kutokana na changamoto za hapa na pale. Lakini zaidi ya yote, napenda niseme kitu kingine tena kwako wewe mpenzi mtazamaji, nitoe wazo, angalizo, ushauri na nini. Haya tuliyosema ni yale ambayo tumeyaona, hatujatoa yale ambayo tunaweza kaa tunayafikiri au kuyaona juu ya taarifa hizi, juu ya kitu ambacho tunaweza kaa tuna uhakika nacho. Na mpaka tuseme hapa tayari vimeshathibitishwa na tumeshaona kwa uzuri na kwa undani kabisa. Mpenzi mtazamaji, usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, especially YouTube. Jina letu ni Manyoya TV. Unaweza ukasubscribe kama bado hujasubscribe. Unaweza ukalike, ukacomment na pia ukashare. Ndugu yangu, achia comment hapo chini, ni nini maoni yako juu ya taarifa hii? Ni nini maoni yako juu ya mtu huyu? Lakini mwisho wa yote sisi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, au Bwana alitoa na sasa ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwombea huyu apumzike mahala pema peponi. Lakini niongeze pia kusema mwanzo wa yote wa kifo cha huyu inasemekana kuwa ni ugonjwa aliougua kwa muda fulani, kisha kupelekwa hospitali tofauti na mwisho akapelekwa kwenye hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, na huko ndiko mauti iliko kwenda kumkuta. Na baba mzazi wa familia hiyo, baba mzazi wa binti huyo, ameweza kutoa tamko kwamba binti yake ameweza kufariki dunia. Tusiweze kuzungumza wala kuongeza yaliyo mengi kwamba ni nini kilichopo, ni nini kiliendelea na nini kimefanyika, lakini zaidi ya yote kwa kile tunachokijua au kukiona au kukisikia ni hichi ambacho nimekuletea hapa, ya kwamba binti huyu amefariki dunia akiwa anaumwa, si kwa mambo mengine tena. Pamoja na hayo, ni binti aliyefahamika hapo nyuma kwa kujihusisha na mambo mengi, especially kama kuimba nyimbo ambazo zinaleta taharuki kwenye jamii, nyimbo ambazo zinaleta gumzo kwenye jamii, na hii kama mnatuona kama nyani na tena yenye kionjo cha kwamba Tanzania inaelekea wapi. Hizi ni nyimbo ambazo zilimpa jina au zilimpa maarufu mwanadada huyu. Baada ya kufanya hayo, zilimpa ukakasi, lakini bado kwenye jamii zilimpa jina lilo kubwa zaidi na kufahamika kwa uzuri zaidi, lakini bado zilimpa hati na itirafu kubwa kwenye maisha, especially kama kushtakiwa, kufikishwa mahakamani na mambo mengi, ila bado hakuacha kitu kama hicho. Mwisho yote nasema nimalize kwa kusema Bwana alitoa na sasa ametoa, na jina lake libarikiwe.
Amina. Bye bye.